ninaomba kutoa hoja kwamba Bunge lako tukufu likubali kupokea na kujadili taarifa ya utekelezaji wa mpango na bajeti ya wizara kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Aidha, ninaomba Bunge lako tukufu likubali kupokea, kujadili na kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya fedha ya Wizara ya Maliasili na Utalii kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Mheshimiwa Mwenyekiti, awali ya yote nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na fadhila kwa kutujalia afya njema na hekima ya kutekeleza majukumu tuliyokasimiwa na Watanzania kwa ufanisi, uwajibikaji na kuzingatia maslahi mapana ya taifa letu. Aidha, ninapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa uwezo wa kusimama kwa mara ya kwanza nikiwa Waziri wa Maliasili na Utalii mbele ya Bunge lako tukufu la 13 kuwasilisha mpango na bajeti ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Tanzania imefanikiwa kuongeza idadi ya watalii kufikia 5,935,561 mwaka 2025, ikiwa ni ongezeko la 10.7 ikilinganishwa na watalii 5,360,247 kwa mwaka 2024. Ongezeko hili linajumuisha watalii wa kimataifa walioongezeka kwa 7.1 na watalii wa ndani walioongezeka kwa 13.1. Ukuaji huu pia umeonekana katika mizania ya dunia, ambapo taarifa ya Shirika la Utalii Duniani imeonyesha kidunia Tanzania imeshika nafasi ya 11 mwaka 2025 kwa ongezeko la wageni wa kimataifa ukilinganisha na mwaka 2019 kabla ya janga la Uviko 19. Vilevile, Tanzania imekuwa ya 6 kwa kanda ya Afrika na Mashariki ya Kati kwa ongezeko la wageni wa kimataifa ukilinganisha na mwaka 2019. Taarifa hizi zinaonyesha uwekezaji uliofanyika na serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi makini wa Daktari Samia Suluhu Hassan unaendelea kuleta matunda mema kwa taifa letu. Pamoja na ukuaji wa wageni wa kimataifa, Tanzania katika mizania ya utalii, Tanzania mwaka 2025 imeshika nafasi ya 3 duniani kwa soko la utalii lililofanya vizuri ukilinganisha na mwaka 2024 ambapo watalii walitumia fedha kwa wingi. Namba 2, kuongezeka kwa mapato yatokanayo na utalii. Hadi kufikia Disemba mwaka 2025, mapato yatokanayo na shughuli za utalii nchini yameongezeka kutoka dola za Marekani bilioni 3.9 mwaka 2024 hadi kufikia dola za Marekani bilioni 4.4 kwa mwaka 2025, ikiwa ni ongezeko la 12.82. Hatua hii imeifanya sekta ya utalii nchini kuwa namba 2 kwa kuingiza fedha za kigeni. Mafanikio haya yamechangiwa na juhudi mbalimbali zikiwemo kuongezeka kwa utangazaji utalii, uboreshaji wa miundombinu ya utalii na huduma na matumizi ya mifumo ya kielektroniki katika kukusanya mapato. Namba 3, Tanzania kuendelea kushinda tuzo mbalimbali na kutambulika kimataifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, Tanzania imefanikiwa kushinda tuzo mbalimbali za kimataifa za utalii zikiwemo tuzo kubwa za World Travel Awards, tukio lililofanyika katika jiji la Manama nchini Bahrain. Tuzo zilizotolewa ni Tanzania kutangazwa kuwa nchi bora ya utalii wa safari duniani kwa mwaka 2025. 2, hifadhi ya taifa Serengeti kushinda tuzo ya hifadhi bora duniani mwaka 2025. Ushindi unaoifanya hifadhi hii kuendelea kuwa moja ya maajabu ya dunia yenye mandhari, wanyamapori na tukio la kipekee la uhamaji wa nyumbu, na Zanzibar kutangazwa kuwa eneo bora la mikutano na matukio ya biashara kidunia.
Aidha, wadau wa sekta binafsi nao walishinda tuzo mbalimbali za kimataifa, ikiwemo hoteli ya Jumeirah iliyopo kwenye kisiwa cha Thunder kushinda tuzo ya World's Leading Exclusive Private Island na Serengeti Balloon Safaris kushinda tuzo ya World's Leading Hot Air Balloon Safari. Mafanikio haya, Mheshimiwa Mwenyekiti, yameimarisha hadhi ya Tanzania kimataifa, kuongeza ushindani wa sekta ya utalii katika utoaji wa huduma bora, pamoja na kuchangia ongezeko la watalii na uwekezaji nchini. Fanikio la 4, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kuimarika kwa miundombinu ya utalii. Katika kuimarisha ushindani wa sekta ya utalii na kuongeza mchango wake katika uchumi wa taifa, serikali imeendelea kuwekeza kwa kiwango kikubwa katika maendeleo ya miundombinu ya utalii nchini kwa kukamilisha ujenzi wa viwanja vya ndege vitatu katika hifadhi za taifa za Nyerere, kiwanja cha ndege kimoja, na Ruaha, viwanja vya ndege viwili, pamoja na kukarabati viwanja vya ndege 8 katika hifadhi za taifa Mikumi, Ruaha, Nyerere na Serengeti. Aidha, jumla ya kilomita 3757.92 za barabara na kilomita 523.14 za njia za watembea kwa miguu zimejengwa na kukarabatiwa katika maeneo yaliyohifadhiwa ili kurahisisha ufikaji kwenye vivutio vya utalii. Uwekezaji huu umeleta matokeo chanya yanayoonekana kwa kuongeza urahisi wa kufikia vivutio vya utalii, kuboresha uzoefu wa wageni na kufungua fursa za ajira na biashara kwa wananchi wanaoishi jirani na maeneo ya hifadhi. Vilevile umechangia ongezeko la mapato ya serikali na ukuaji wa sekta kwa ujumla. Mathalan, katika ukanda wa kusini, maboresho haya yamewezesha ongezeko la watalii kutoka 197,402 hadi kufikia watalii 205,520 na mapato kuongezeka kutoka shilingi bilioni 24.6 hadi bilioni 27.7 katika kipindi cha Julai 2025 hadi Aprili 2026. Mafanikio haya yanaakisi dhamira ya serikali yetu ya awamu ya 6 ya kuendelea kuimarisha miundombinu ya utalii ili kuongeza ushindani wa Tanzania kimataifa, kuchochea ukuaji wa uchumi na kuboresha ustawi wa wananchi wetu.